Kutoka Bamako nchini Mali hakuna kupoa. Kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba asubuhi tu ya hii leo kiweza kufanya mazoezi yake ya kwanza kabisa kutoka katika viunga vya mji wa Bamako. Kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba wamesema kwamba mechi hii tunaitaka kweli, na kama unavyotazama morali ya wachezaji iko vyema kweli. Kila mchezaji anaonyesha nia ya dhati kweli kuhitaji mchezo wa hiyo Novemba 30 ya mwaka 2025. Kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba baada ya kufika tu siku ya jana majira saa 11 jioni hapa Bamako nchini Mali, leo asubuhi kimeweza kufanya mazoezi yake ya kwanza kabisa. Kocha Dimitri Payet hakutaka muda wa kupoteza. Amesema kwamba mchezo wa kwanza tuliweza kupoteza pale nchini Tanzania, kuweza kufungwa goli moja dhidi ya Petro Atletico de Luanda, na mchezo huu tunahitaji kuzisaka hizo alama tatu. Lazima mazoezi yaanze mapema kweli kwa ajili tu ya kuweka morali kwa wachezaji. Lakini muonekano wa kocha Dimitri Payet katika uwanja wa mazoezi asubuhi ya hii leo umekuwa ni tofauti kama ule muonekano wa kule Bunju Mo Simba Arena Tanzania. Leo imeonekana kama vile kuna tofauti fulani hivi, kocha Dimitri Payet akionekana kuwa serious kweli, akionekana kwamba yuko makini na kile ambacho anachokifanya. Nyuso yake ikionekana ni mtu ambaye yuko serious, hahitaji kabisa masihara na wala hahitaji kabisa utani katika uwanja wa mazoezi. Hii inatoa tafsiri ni kwamba mchezo kocha Dimitri Payet anauhitaji mchezo huu na anahitaji kweli hizo alama tatu. Kule Tanzania kumekuwa ni kama vile watu washaanza kuweka minong'ono, huku akisema kwamba kocha huyu hawezi kuifundisha klabu hiyo ya Simba, na wengine wanasema kwamba kocha huyu hana vigezo vya kuifundisha Simba. Iweje klabu nambari 5 kwa bora barani Afrika kwa na kocha ambaye asikuwa na vyeti? Hayo ni maneno ya Watanzania na ambao wale wanaweza kuisakama klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Lakini kubwa kuliko, kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba baada tu ya kuwasili hapa nchini Bamako nchini Mali, na tayari kabisa wameshaweza kufanya mazoezi yao ya kwanza kabisa kutengeneza morali. Kazi ilianzia kwenye gym ya kutengeneza kwanza kuweka mwili sawa, na baada ya hapo wakaingia uwanjani kama unavyotazama, wachezaji wakiwa katika morali nzuri kweli, na kila mchezaji akionyesha kwamba anauhitaji mchezo wa Novemba 30. Unadhani Simba ana muonekano wa aina gani kuelekea katika mchezo huo? Morali yake katika uwanja wa mazoezi inatoa ishara kwamba mchezo anauhitaji. Lakini kuna taarifa tu ambayo kipindi Simba jana ikiwasili Bamako nchini Mali, kikosi cha Stade Malien wao walichukua maamuzi ya kuhitaji kuwapa kuna zile logistics ambazo timu mwenyeji anapaswa kuweza kumwandalia mazingira yule timu mgeni anayeweza kuwasili katika hapo. Kipindi tu Simba wanafika pale, waliweza kukutana na mabasi ambayo yalikuwa mabasi kama mawili, huku kwa kule Tanzania tunasema zile icha zilikuwa mbili. Icha moja kwa ajili ya viongozi benchi la ufundi, lakini icha nyingine kwa ajili ya wachezaji na watu wengine. Lakini Simba waliweza kuyakataa yale magari. Unajua kwa nini Simba waliweza kuyakataa haya magari? Kukataa inawezekana kwamba magari yale yameweza kupuliziwa dawa. Unajua soka la Kiafrika ni kama vile linajulikana kwamba wanatakiwa haya magari sisi hatuna imani nayo. Kwa hiyo Simba wao walichokifanya kwamba magari haya sisi hatuyahitaji ambayo umetuandalia, ila tunataka lile gari lenu ambalo linalobeba wachezaji wa timu. Na kama umefuatilia Stade Malien wakaliagiza lile gari ambalo wanalo lipanda wachezaji, ambalo limeandikwa kabisa Stade Malien ni klabu ya mpira. Kwa hiyo gari ikafika pale ikawapakiza hao wachezaji pamoja na benchi la ufundi, ndio likawapeleka katika hoteli. Kwa hivyo ni figisu tu ambazo zinajaribu tu Simba kujihami. Inawezekana kwamba kuna kitu ambacho wameekewa. Sasa lile gari ambalo linalobeba wachezaji wa Stade Malien halitaweza kufanyiwa
kupuliziwa madawa, kwa sababu ni gari ambalo hata wachezaji wenyewe wa Stade Malien wanalitumia, na ndio maana Simba wakatumia akili kubwa kwamba magari haya sisi hatuyahitaji ambayo mmetuandalia, tunataka lile gari ambalo lenu nyie linalowabeba wachezaji. Stade Malien bila kubisha na bila ya kupoteza muda wakapiga simu, lile gari likaja pale airport likawachukua wachezaji wa Simba pamoja na benchi la ufundi likawapeleka katika hoteli ambayo Simba walikuwa wamefikia. Mratibu wa klabu hiyo Wekundu wa Msimbazi Simba Abbas Ali, yeye ndiye ambaye huwa anaratibu haya mambo, Simba inatakiwa ifikie wapi na inatakiwa ifanye nini na nini. Lakini ukijaribu kutazama hoteli ambayo Simba walikuwa wamefikia na uwanja wa mazoezi ni karibu zaidi, lakini pia hata hoteli ambayo walikuwa wamefikia na uwanja ambao Simba watakaoenda kucheza mchezo wa pili hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika sio mbali sana na pale ambapo walipokuwa wameshabiki. Wataingia tuko baadhi ya viongozi mbalimbali, shirikisho la nchi ya Mali pamoja na viongozi wa Simba, viongozi wa Stade Malien pamoja na maafisa wa CAF ndio ambao watakaoenda kuingia katika mchezo huo. Lakini hali tu ya uwanja katika dimba hili inafanana kabisa na hali ya pale mkoani Mwanza. Ni uwanja fulani hivi ambao kama vile mazingira yanafanana. Ukijaribu kutazama ardhi ya kidongo fulani hivi kigumu, lakini pia hali ya hewa nayo pia iko vizuri. Ni kama vile hali ambayo iko Dar es Salaam ama pale mkoani Mwanza, ile mikoa ya kaskazini, mikoa ya Ziwa, kwa maana kwamba Mwanza, mikoa ya nyanda za juu za kusini, Mbeya, lakini pia kahali fulani hivi cha kueleweka kwa wachezaji wa Simba ni kama vile wanasafiri kwenda paka pale mkoani Tabora. Ni kama vile hali ambayo wameweza kuizoea, ni hali ambayo inazoeleka kwa haraka zaidi, na ndio maana Simba hawakuweza kuchukua muda mrefu wa kutaka kusafiri kwenda kuizoea hali ya hewa. Ni kwa sababu tu ni hali ambayo inafanana na hali ya Tanzania. Hicho ndio kitu sababu ya msingi ambao Simba wamechelewa kufika katika nchi ya Mali, na kama unavyofahamu wamefika siku ya jana ambao kwa kule Tanzania, lakini kwa hapa Mali nao pia wamefika ni siku ambayo ni jana. Ni utofauti tu wa masaa. Saa 11 ya jioni ndio Simba wamewasili katika taifa hili la Mali hapa mji wa Bamako, kwa ambapo mchezo huo utaenda kupigwa majira hayo. Kwa hiyo hali fulani hivi ambayo ni ya kuzoeleka. Wachezaji wa Simba wameshatembea taifa la Tanzania katika viwanja mbalimbali, kwa maana kwamba wanajua hali ambayo inayoweza kuonekana kwa hapa. Hakuna kaubaridi, ni hali fulani ambayo inafanana hivi, tofauti na nchi ya Eswatini ambapo kulikuwa na hali fulani hivi kaubaridi, mvua kali ilikuwa ikinyesha, lakini hapa ni hali iko shwari kweli, joto la kawaida, kaubaridi na pia kwa kawaida. Lakini leo Simba wameanza mazoezi tu asubuhi kabisa ya hii leo tu baada ya kuweza kuwasili katika taifa hili la Mali, na wao pia wameanza ile project yao ya kwanza ya kufanya mazoezi. Hakuna kupoa. Simba tu walipoweza kuwasili katika taifa hili la Mali wakaanza tu kwa haraka zaidi kuweza kufanya mazoezi ili kuweka miili yao sawa, na ukumbuke kwamba kesho ni Novemba 29 kutakuwa na mkutano wa waandishi wa habari. Makocha wa timu zote mbili ni pamoja na manahodha wataenda kuzungumza na waandishi wa habari, kuzungumza maandalizi kuelekea katika mchezo huo husika, ambao mchezo huo utapigwa Novemba 30 katika dimba la Stade du 26 Bamako, ambao mchezo huo utapigwa katika dimba hilo kama unavyolitazama hapo kwenye screen yako. Kwa hiyo Simba asubuhi tu ya hii leo wamefanya mazoezi kwa ajili ya kuweka miili yao sawa, lakini wachezaji wote wapo katika morali nzuri na benchi la ufundi pia likiendelea kufanya kile ambacho wanachopaswa kwenda kukifanya. Tumeshuhudia hapa kocha Dimitri Pantev akijaribu kutazama na kuangalia mbinu katika ndege. Tumemwona akijaribu kufuatilia timu hii ya Bamako ni timu ya aina gani, na kabla hawajatoka kule nchini Tanzania tumeshuhudia pia
kocha Dimitar Pantev akijaribu kuwasoma Bamako, akijaribu kuwasoma Stade Malien kwamba ni timu ya aina gani. Alipoweza kutoa tu pale Ethiopia, pia alijaribu kuwafikiria na kuwatazama kwa ukaribu zaidi, na baada tu ya kuwasili hapa nchini Mali, pia akijaribu kuwasoma na kuangalia ni mifumo gani ambayo huwa wanapenda mara nyingi sana kuifanya, na kwa kuwa muda mrefu akijaribu kuwasoma, huenda ikawa kuna kitu ambacho amekipata kwa timu hii ya Stade Malien ambayo ipo hapa mji wa Bamako nchini Mali. Asubuhi tu hii leo kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba kimeingia katika uwanja wa mazoezi kwa ajili ya kuweka maandalizi kuwa bora zaidi kuelekea katika mchezo huo. Wachezaji, morali kwa kila mchezaji iko ya juu kweli, na kule Tanzania tulipokuwa tumetoka, kikosi hiki cha Simba, kila imani ya Mtanzania ipo katika mchezo huu. Kama Simba akipoteza katika mchezo huu tena wa pili, mazingira yatakuwa ni magumu sana kufika katika hatua ya robo finali. Inawezekana ikawa ni njia nyepesi, lakini pia inawezekana ikawa njia ngumu, kwa sababu michezo miwili tayari umeshaweza kuiruhusu ya kufungwa. Bado utakuwa na michezo miwili ya nyumbani na bado utakuwa na michezo mingine miwili ya ugenini. Kwa hiyo pia inawezekana ikamtengenezea tatizo kubwa sana la psychological, lakini kitu kikubwa kocha Dimitar Pantev, morali yake, na pia ukimwona kwa jaribu kumtazama uso wake na physical body yake ikionyesha kabisa na yeye pia yuko tayari kwenda kucheza huu mchezo, na lazima kiweze kupatikana matokeo kwa alama 3 katika uwanja huu ambapo Simba atashuka dimbani kwenda kumkabili Stade Malien. Kwa hiyo Simba wamefika salama na wamefanya mazoezi yao ya kuweka mili sawa. Morali ya wachezaji iko vizuri kweli, na ukijaribu kutazama uwanja wa mazoezi ambapo Simba walipoweza kupata na pale ambapo na hoteli ambayo walikuwa wamefikia, hakuna umbali mrefu kweli, ni sawa tu kwa pale Tanzania kutoka katika hoteli ya Rotana pale Posta na kufika maeneo ya bandari pale karibu kabisa na Mivinjeni, ndipo ambapo uwanja wa mazoezi upo hapo. Lakini pia kutoka katika mazingira hayo na hoteli ambayo walikuwa wamefikia na kufika katika uwanja ambapo mchezo huu utapigwa, ni sawasawa pia kutoka pale Rotana. Nachukulia mfano huo ili wewe uweze kunielewa, kwa maana kwamba hakuna umbali mrefu, ni sawasawa na kutoka pale Rotana na kufika mpaka maeneo ya Uwasibu pale ama JKT, naweza nikasema hivyo. Hakuna umbali mrefu kweli, na ni barabara tu moja ambayo kutoka hapo na kufika pale ni kawaida kabisa, hakuna umbali mrefu. Kwa hiyo Simba wamejaribu kila mchezaji anaonyesha nia ya dhati kweli kuhitaji mchezo wa hiyo Novemba 30 ya mwaka 2025. Kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba baada ya kufika tu siku ya jana majira saa 11 jioni hapa Bamako nchini Mali, leo asubuhi kimeweza kufanya mazoezi yake ya kwanza kabisa. Kocha Dimitar Pantev hakutaka muda wa kupoteza. Amesema kwamba mchezo wa kwanza tuliweza kupoteza pale nchini Tanzania, kuweza kufungwa goli moja dhidi ya Petro Atletico de Luanda, na mchezo huu tunahitaji kuzisaka hizo alama 3. Lazima mazoezi yaanze mapema kweli kwa ajili tu ya kuweka morali kwa wachezaji. Lakini muonekano wa kocha Dimitar Pantev katika uwanja wa mazoezi asubuhi ya hii leo umekuwa ni tofauti kama ule muonekano wa kule Bunju Mo Simba Arena Tanzania. Leo imeonekana kama vile kuna tofauti fulani hivi, kocha Dimitar Pantev akionekana kuwa serious kweli, akionekana kwamba yuko makini na kile ambacho anachokifanya. Nyuso yake ikionekana ni mtu ambaye yuko serious, hahitaji kabisa masihara na wala hahitaji kabisa utani katika uwanja wa mazoezi. Hii inatoa tafsiri ni kwamba mchezo kocha Dimitar Pantev anauhitaji mchezo huu na anahitaji kweli hizo alama 3. Kule Tanzania kumekuwa ni kama vile watu washaanza kuweka minongono, huku akisema kwamba kocha huyu hawezi kuifundisha klabu hiyo ya Simba, na wengine wanasema kwamba kocha huyu hana vigezo vya kuifundisha Simba. Iweje klabu nambari 5 kwa ubora barani Afrika anakuwa na kocha
kocha ambaye asiyekuwa na vyeti. Hayo ni maneno ya Watanzania na ambao wale wanaweza kuisakama klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini kubwa kuliko, kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba baada tu ya kuwasili hapa nchini Bamako nchini Mali, na tayari kabisa wameshaweza kufanya mazoezi yao ya kwanza kabisa kutengeneza morali. Kazi ilianzia kwenye gym ya kutengeneza kwanza kuweka mwili sawa, na baada ya hapo wakaingia uwanjani kama unavyotazama, wachezaji wakiwa katika morali nzuri kweli kweli, na kila mchezaji akionyesha kwamba ana uhitaji mchezo wa Novemba 30. Unadhani Simba ana muonekano wa aina gani kuelekea katika mchezo huo? Morali yake katika uwanja wa mazoezi inatoa ishara kwamba mchezo ana uhitaji. Lakini kuna taarifa tu ambayo kipindi Simba jana ikiwasili Bamako nchini Mali, kikosi cha Stade Malien wao walichukua maamuzi ya kuhitaji kuwapa, kuna zile logistics ambazo timu mwenyeji anapaswa kuweza kumwandalia mazingira yule timu mgeni anayeweza kuwasili katika hapo. Kipindi tu Simba wanafika pale, waliweza kukutana na mabasi ambayo yalikuwa mabasi kama mawili huku kwa kule Tanzania tunasema zile icha zilikuwa mbili. Icha moja kwa ajili ya viongozi benchi la ufundi, lakini icha nyingine kwa ajili ya wachezaji na watu wengine. Lakini Simba waliweza kuyakataa yale magari. Unajua kwa nini Simba waliweza kuyakataa haya magari? Kukataa inawezekana kwamba magari yale yameweza kupuliziwa dawa. Unajua soka la Kiafrika ni kama vile linajulikana kwamba wanatakiwa haya magari sisi hatuna imani nayo. Kwa hiyo Simba wao walichokifanya kwamba magari haya sisi hatuyahitaji ambayo umetuandalia, ila tunataka lile gari lenu ambalo linalobeba wachezaji wa timu. Na kama umefuatilia Stade Malien wakaliagiza lile gari ambalo wanalo lipanda wachezaji ambalo limeandikwa kabisa Stade Malien ni klabu ya mpira. Kwa hiyo gari ikafika pale ikawapakiza hao wachezaji pamoja na benchi la ufundi, ndio likawapeleka katika hoteli. Kwa hivyo ni figisu tu ambazo zinajaribu tu Simba kujihami. Inawezekana kwamba kuna kitu ambacho wameekewa. Sasa lile gari ambalo linalobeba wachezaji wa Stade Malien halitaweza kufanyiwa kupuliziwa madawa, kwa sababu ni gari ambalo hata wachezaji wenyewe wa Stade Malien wanalitumia. Na ndio maana Simba wakatumia akili kubwa kwamba magari haya sisi hatuyahitaji ambayo mmetuandalia, tunataka lile gari ambalo lenu nyie linalowabeba wachezaji. Stade Malien bila kubisha na bila ya kupoteza muda wakapiga simu, lile gari likaja pale airport, likawachukua wachezaji wa Simba pamoja na benchi la ufundi, likawapeleka katika hoteli ambayo Simba walikuwa wamefikia. Mratibu wa klabu hiyo Wekundu wa Msimbazi Simba, Abbas Ali, yeye ndiye ambaye huwa anaratibu haya mambo, Simba inatakiwa ifikie wapi na inatakiwa ifanye nini na nini. Lakini ukijaribu kutazama hoteli ambayo Simba walikuwa wamefikia na uwanja wa mazoezi ni karibu zaidi, lakini pia hata hoteli ambayo walikuwa wamefikia na uwanja ambao Simba watakaoenda kucheza mchezo wa pili hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika sio mbali sana na pale ambapo walipokuwa